Zuri zaidi, hata watoto wetu wenye changamoto mbalimbali, nimeona maandishi nundu mpaka kwa picha, kwamba mtoto asiyeona atakuwa anagusa, lakini picha ya ng'ombe iko pale, atakuwa anamgusa, atajua ng'ombe ana kichwa, tumbo, mkia, na ng'ombe ni mkubwa kidogo. Akifika kwenye mbuzi, goat, ataona kama ng'ombe lakini huyu mdogo kidogo. Wanagusa na wanapata ile feeling ya kumjua huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu, na sina shaka tukienda hivi tutafanikiwa vya kutosha. Niseme katika dunia ya sasa, taifa lolote linalotaka kujenga uchumi shindani huwekeza mapema katika stadi za awali za mafunzo. Jambo hili si la hiari, bali ni wajibu wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, kama ilivyoelezwa hapa na wanakwaya na mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani na wengine wote walitoa wito kwa jamii kwamba tuendelee kwenye kufanya zoezi hili. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, serikali imefanya jitihada kubwa katika kuboresha upatikanaji wa elimu kwa kuongeza kiwango cha uandikishaji na kuimarisha miundombinu katika shule za msingi na sekondari. Katika elimu msingi, madarasa yameongezeka kutoka 151,315 mwaka 2021 hadi madarasa 184,550 mwaka 2025, na kwa upande wa elimu ya sekondari madarasa hayo yameongezeka kutoka 64,204 mwaka ule 2021 hadi 101,473 mwaka jana 2025. Takwimu hizi zinatuonesha tumetoka kujenga wastani. Inawezekana kabisa miaka mingine tumejenga madarasa mengi, miaka mingine madogo, lakini kwa wastani ukichukua madarasa yale yaliyojengwa mpaka 2021 kwa wastani wa miaka 60, labda tuseme tulikuwa tunajenga madarasa 3,080 kila mwaka. Lakini ukichukua kutoka mwaka 2021 kuja 25, tumejenga takriban madarasa 34,700 na kitu, ambayo ukigawa kwa miaka minne ile utakuta kila mwaka tumejenga madarasa 8,383. Hiyo kwa ngazi ya msingi. Lakini kwa upande wa sekondari tumeongeza madarasa. Mwaka ule wa nyuma kulikuwa tunajenga madarasa 1,070 kila mwaka, wastani kila mwaka. Lakini kipindi hiki cha miaka minne iliyopita kutoka 21 mpaka 25 tumejenga madarasa 9,317 kila mwaka ngazi ya sekondari. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa miundombinu. Lakini hatua zote hizi ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma, na hilo ndo la kwanza. Kwanza ni kuwavuta, kuwaleta ndani ya darasa, lakini darasa pia liwe rafiki katika kumfanya mtoto aweze kusoma vizuri, aelewe vizuri, na maana tupunguze namba ya wanafunzi kwenye darasa. Tunaelekea kwenye vile viwango vinavyokubalika kimataifa. Pengine hatujafika, lakini tunaelekea huko. Sasa kwa upande mwingine, sekta binafsi nayo wamefanya kazi kubwa utoaji wa elimu nchini kuanzia awali hadi ngazi ya juu, na tunathamini sana nguvu zao au mchango wao. Ndugu zangu, miundombinu peke yake au mbali na miundombinu tulioijenga, miundombinu ya elimu, lakini pia kuna suala la watumishi wa elimu. Na katika ahadi zangu za siku 100 tuliahidi kwamba tutaajiri walimu 7,000 ndani ya siku 100 za awali. Ninayo furaha kusema kwamba tumekwisha ajiri na kuwapangia vituo vya kazi walimu 6,044 na walimu 956 wako kwenye mchakato kujaza nafasi zilizobaki. Kazi inaendelea ndani ya wizara kufanya usaili na mambo mengine, ili tutakapofika Februari 3 tuwe tumemaliza nafasi zote 7,000. Hata hivyo, sote tunakubaliana kwamba
Maboresho haya pekee hayatoshelezi ikiwa hatutosimamia ipasavyo ubora wa mafunzo yanayotolewa, hususan katika hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto. Na hapa kuna kuja haja ya kuboresha au kuimarisha kitengo chetu cha ukaguzi. Nimesikia hapa wakaguzi wametambulishwa. Kile kitengo, Mheshimiwa Waziri, wakaguzi mna kazi kubwa, na kwa bahati nyuma huku mliwezeshwa. Sasa twendeni tukasimamie haya, tuhakikishe watoto wetu yale yaliyopangwa kwenye mpango huu wa kuhakikisha darasa la kwanza darasa la kwanza na la pili wanatoka wakijua KKK. Hiyo ni kazi yenu wakaguzi, nami nawatia moyo, nendeni kafanyeni kazi hiyo. Kwa muktadha huo, niseme kwa ujumla kwamba serikali imejipanga kuhakikisha walimu wanakuwa sehemu ya suluhisho na wadau muhimu katika utekelezaji wa mkakati huu. Hii ni pamoja na kuwapatia nyenzo, lakini pia na mafunzo, kama alivyosema mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani hapa kwamba tunakwenda kuwafundisha walimu na kuongeza ujuzi wao, lakini pia kuwapatia nyenzo zote zinazotakiwa katika na mbinu za kisasa za ufundishaji, pamoja na ufuatiliaji wa karibu kama nilivyowaomba wakaguzi waende wakafanye hiyo kazi kwa moyo mmoja. Ndugu zangu, tumesikia mengi ambayo yamesemwa. Maelezo yote ya mpango huu umetoka au yametolewa. Kwangu mimi sasa ni kusema tu kwamba au kuelekeza kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu usiishie kwenye makaratasi. Nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yaani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Aidha, ufuatiliaji wa matokeo ya utekelezaji wa mkakati huu uwe sehemu ya uwajibikaji katika ngazi zote, kuanzia mwalimu mkuu wa shule, afisa elimu wa wilaya hadi mkoa. Kusiwe na ripoti za kuandikwa tu. Tunataka mabadiliko yaonekane kwa mtoto. Tunapotembelea sehemu, tukisimamisha mtoto wa darasa la pili anayeandaliwa kwenda la tatu, tuhakikishe amesoma, ameandika na ameweza kuhesabu kwa jinsi vile tulivyojipangia. Ili kufanikisha hili, tathmini za mafunzo zifanyike mapema, kubaini watoto wenye changamoto kwa lengo la kupatiwa msaada kwa wakati. Stadi za KKK ndizo daraja linalounganisha sera, mitaala na matokeo halisi ya elimu. Hivyo upimaji na tathmini endelevu ni muhimu ili kubaini mapema changamoto na kuchukua hatua stahiki. Lakini pamoja na maelezo hayo, naomba pia nitoe wito kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa serikali ili kufanikisha mkakati huu. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kusisitiza kuwa serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huu na itahakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinakwenda sambamba ili kuleta matokeo yanayokusudiwa kwa wakati. Na kwa timu nilionayo ndani ya Wizara ya Elimu, Profesa Mkenda na wasaidizi wake wote, sina shaka na hili. Nilipompanga Profesa Mkenda Wizara ya Elimu, alinitizama kwa jicho baya kidogo. Nikamwambia, Profesa, unaweza. Nenda kasimame, unaweza. Kama kuna watu wanakukwamisha niambie, turekebishe ili tuende mbele. Ameifanya hiyo kazi vizuri sana. Miaka 4-5 iliyopita tumepiga hatua kubwa,
Tulipo sasa siko tulikotoka. Tumeingia awamu hii, nikamwambia Profesa, mabadiliko ya elimu ni legacy yako, utakumbukwa kwa hili milele na milele. Nataka ubakie hapo, ubakie hapo. Nitakupangia wasaidizi wazuri ili mukayamalize yale ambayo tumeanzisha. Kwa Profesa, I salute you na timu yako, na naomba uko mbele msituangushe, uko mbele msituangushe. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Nawatakia utekelezaji mwema wa mkakati huu kwa manufaa ya watoto wetu na taifa letu kwa ujumla, na namwomba Mwenyezi Mungu atubariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais. Kuna kitabu sasa cha